Tume ambayo iliyoundwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ya kuchunguza matukio yaliyotokea Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29 imewafikia wananchi wanyonge, nao wananchi wanyonge wamesema bila uoga vitu ambavyo walivyovisema wananchi katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania kupitia utafiti ambao unaendelea kufanywa na tume hii ambayo imeundwa kwa ajili ya kuchunguza maafa yaliyotokea Oktoba 29 mwaka 2025. Wananchi mbalimbali wamekuwa wakihojiwa kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea katika siku hiyo tarehe 29 na baada ya siku hiyo, na haya ni maoni yao. Kuna mzee mmoja, yeye amejitokeza na kusema kwamba katika serikali ya Tanzania, kwa wale ambao wanadai haki na wanadai katiba kubadilishwa kuhusisha mambo ambayo yametokea katika siku hiyo, mzee amekiri wazi na kusema kwamba walio wengi ambao wanaodai masuala ya katiba hawajui katiba na hawajaisoma katiba. Hivyo basi ameomba mzee kwamba na somo la katiba nalo pia liweze kurasimishwa shuleni, watoto waanze kufundishwa masuala ya katiba ikoje tangia wakiwa wadogo mpaka pale ambapo watapokuwa wanakuwa wakubwa, ili mwisho wa siku sasa wakianza kudai katiba mpya wajue kabisa ni nini ambacho wanachokidai yumo ndani, kitu gani ambacho si sawa na kitu gani ambacho ni sawa, kuliko asilimia kubwa ya vijana wengi walioibuka katika siku ya maandamano. Wao wanadai katiba mpya, lakini pia wanadai mabadiliko ya uongozi. Hawajui katiba mpya ndani mule wapinzani wanapinga kitu gani, hawajui kina faida gani, hawajui kina madhara gani, hawajui. Mzee huyo ameyasema na kusema kwamba hakuna serikali nzuri kama serikali ya Tanzania. Nimenukuu tu maneno yake. Lakini muasirika mwingine ambaye aliyesema wazi kabisa kwamba katika siku hiyo ya Oktoba 29 na baada ya Oktoba 29 maafa ambayo yaliweza kutokea, yeye alimpoteza mtoto wake kwa kupigwa risasi. Amesema kabisa akiwa mbele ya viongozi kwamba katika siku hii hapo mtoto wake aliweza kupigwa risasi na alikuwa yuko ndani mazingira ya nyumbani, lakini risasi iliweza kumkuta. Sasa kudai hivyo, amesema kwamba katika yale ambayo yamezungumzwa na kuelezwa kwamba waandamanaji ndio walikuwa wana shida. Sasa kama waandamanaji walikuwa wana shida, kwa nini mtutu wa bunduki uliweza kuwafuata watu wengine mpaka majumbani kwao, ambapo au watu walikuwa hawapo katika maandamano katika siku hii ya hapo? Ameeleza mzee huyu kwa masikitiko na kwa uchungu mkubwa zaidi, katika siku hiyo aliweza kumpoteza mtoto wake, na mtoto wake aliweza kufariki katika siku hiyo kwa kupigwa risasi katika mazingira ya nyumbani. Mzee huyu ambaye baba marehemu amesema na kushauri serikali mengi, ikiwemo kwamba mambo ambayo yanayoelezwa kwamba katika siku hiyo vurugu ambayo lilitokea ilikuwa inahusisha waandamanaji pamoja na maaskari huko nje, lakini katika sehemu hiyo kuna sehemu nyingine tena ambayo chini ya kapeti ambayo imekuwa haielezwi, haisikiki kielezwa, haisikiki watu wakielezea zaidi, ni ile ya raia kuweza kufatwa baadhi yao majumbani kwao na kuweza kupigwa risasi, ikiwemo muanga alikuwa ni mtoto wake yeye mwenyewe. Hivyo basi ameweza kusema kwamba tume ambayo itakayoundwa au iliyoundwa kwa ajili ya kuchunguza hivi vitu ihakikishe inafanya ripoti kwa usahihi na kwa usalama zaidi, ili mwisho wa siku kila mmoja aweze kupata haki yake. Huyo alikuwa ni mmoja kati ya waathirika katika siku hiyo. Lakini pia kuna mtu mwingine tena, yeye alimpoteza mke wake katika siku hiyo. Unaambiwa kwamba watoto baba na mke walikuwa ndani. Sasa kama jinsi ambavyo watoto walivyo, waliteleza kidogo na kwenda nje kucheza. Sasa mama mzazi akawa anatoka nje kwa ajili ya kuwaita watoto waje ndani kwa ajili ya kuweza kujituliza na vurugu ambayo ilikuwa ikiendelea katika siku hiyo ya Oktoba 29 na kuendelea. Basi unaambiwa katika siku hiyo, wakati mama huyo anatoka kwenda kuwachukua watoto wake, alipigwa risasi. Baada ya kupigwa risasi, mzee huyu ambaye aliweza kushuhudia kwa macho yake mwenyewe mawili wakati ambao mke wake anakung'utwa risasi hii hapo, ameongea kwa masikitiko na kwa uchungu mkubwa zaidi. Alisema kwamba baada ya kifo cha mke wake aliweza kumchukua mke wake na kumpeleka kwenda kumzika. Unaona bwana, mpaka hii leo bado ana maumivu, bado ana mauchungu mengi sana ndani ya moyo wake, na amesema kabisa hapo alipo ameathirika kiafya. Afya yake
haiko sawa akilikumbuka ile tukio ambalo lilitokea katika siku hii hapo. Naambiwa wana katika kitu cha ambacho unatakiwa kuwa nacho makini zaidi ni pale ambapo unapowatunza watu moyoni mwako na kuamini kwamba siku moja watu utakuwa nao katika siku za usoni, lakini mwisho wa siku pale ambapo wanapokuwa wanakutoka katika mazingira au wakati ambao hukutarajia, ni kitu ambacho huuma zaidi, japokuwa ni kitu ambacho hujulikana kabisa wazi kabisa katika kitu ambacho kina uhakika, au katika ndoto ambayo ina uhakika kila binadamu ataitimiza, ni ndoto ya kufariki. Yani siku ya kufa ni ndoto ambayo kila mmoja anaweza kuitimiza, na hiyo siku ipo tu. Lakini ni kweli unajua kabisa huyu mtu siku moja atafariki, lakini anapoondoka anaacha maumivu makali sana, na maumivu ambayo yameweza kumkuta huyu mzee ni maumivu makali, ambapo watu wengine hawajaweza kupata fursa ya kuweza kuongea chochote, lakini huyu mzee yeye ameongea kwa masikitiko makubwa na kwa upana na kwa urefu zaidi na zaidi. Viongozi mbalimbali katika eneo hilo ambao walikuwa wakisikiliza mahojiano au maelezo baina ya baadhi ya wananchi walioathirika katika siku hiyo. Hiyo ilikuwa ni tume ya kufuatilia maafa yaliyotokea katika siku hiyo ya Oktoba 29 mnamo mwaka 2025, katika siku hiyo ya uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge pamoja na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizo ni taarifa ambazo nimekusogezea wewe. Kama ulikuwa bado hujapata taarifa, kama tume hii ya uchunguzi iko live na inaenda baadhi ya maeneo kuchukua data za wananchi wa kawaida kule chini kabisa. Je, sasa na wewe je, kama watu ikikufikia, je, ni nini ambacho utaongea, au bado una uoga, au kitu ambacho kiko moyoni mwako unaamini ukikisema na wewe majanga yatakukuta? Basi wanasema kwamba uhuru wa kuzungumza na kuongea katika siku yeyote ile ambayo watu hawa wa kuchunguza maafa watakapofika, wewe ongea kile ambacho kilichotokea, na hakuna jambo lolote lile ambalo litakaloweza kukufika. Usalama upo wa kutosha kwa mujibu wa maelezo ambayo yapo. Ndio maana hata hawa raia wa kawaida wameongea maneno mazito sana, huku wakisikilizwa na watafiti wakiendelea kuandika maoni hayo. Sasa kupitia hiki ambacho umekipata na kukisikia wakati huu hapa, unaweza ukaniambia na wewe nini maoni yako juu ya hiki ambacho umekisikia? Andika maoni yako hapo chini. Natamani ungeweza kuongea na mimi kupitia sauti, lakini si wote ambao wanaweza wakasikika sauti zao. Kuna wengine watasikika kwa kuweza kuandika kile ambacho wamekihisi, hisia zao zimeweza kusema, lakini pia ufahamu na maono au uelewa wao pia unaweza ukaandika chochote hapo chini. Lakini kitu kingine, ili uweze kupata update tofauti ambazo tunaweza kuwa tunazipandisha katika chaneli hii hapa, fanya subscribe. Ukisha subscribe tutakuwa ni moja kati ya familia na watu ambao mtakuwa mnapokea update tofauti. Notification itakuwa ya kwanza kuweza kukufikia, na utakuwa wa kwanza kuweza kupata taarifa hii hapa au hizo zote ambazo tutakuwa tunazipandisha kupitia chaneli hii hapa. Basi fanya hivyo, share video hii hapa na wengine waweze kuona na kusikia hiki ambacho wewe umekiona na kukisikia. Pia usahau like bwana, uoneshe jinsi gani ambavyo unaonesha upendo zidi yetu, na sisi pia tunathamini mchango wako mkubwa zaidi. Hadi wakati mwingine, kwa wakati huu nikwambie bye bye.